Tumefanya kazi kwa uwazi, kwa upana. Kwa hii sasa imesaidia kupata naweza kusema mafuriko ya ushahidi. Hata sisi hatukutegemea kwamba tutapata ushahidi wa namna hivyo. Mashahidi 553 wameleta ushahidi kwa njia ya kiapo cha maandishi. Mashahidi 1323 ambao tumewasikiliza ana kwa ana, na madodoso ni 4891 na jumla ya watu 1317 wamehudhuria kwenye mikutano yetu ya hadhara. Unaona, hiyo ni kuonyesha uwazi wetu, uwazi wa tume kwenda kwa wananchi kuwasikiliza. Tumepokea hiyo ujumbe huo mfupi kwa watu 56,445. Bidi kazi nyingine tutumie wataalam. Sasa kwa mfano tumetumia wataalam wa patholojia kuangalia ripoti zinazotolewa chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo, ripoti ambayo haiangalii tu yaliyotokea, lakini tunakwendaje mbele, kwa sababu swala kubwa pia moja ambayo tumeangalia ni kwamba na tuliulizwa hadidu za rejea, vitu gani vifanyike ili Oktoba 29 isijirudie tena. Hizo hadidu za rejea, kama unasema, chanzo kilikuwa nini cha kilichotukumba, lengo lilikuwa nini, je, kuna wahusika ni nani, wamefanya nini, madhara gani ya kiuchumi, ya kibinadamu, ya kisaikolojia. Tumeambiwa tupendekezo njia ya kulinda uhuru, utii wa sheria, uwajibikaji, mambo ya maridhiano, mambo ya katiba mpya. Kwa mambo ni mengi, lakini sisi tutachangia. Ni hatua ya kwanza kama unasema ya kuweza kuchangia, na uzuri ni kwamba historia ijue kumetokea nini, ili baadaye asije mtu akaleta story yake. Unajua watu wanaita story. FM.